Yes, mambo vipi mwanamichezo na mtazamaji wa Mashambo Digital pamoja na Mashambo Media popote pale ambapo ulipo. Nitumie nafasi hii kuweza kukumbusha tu kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, ndio nafasi kubwa kabisa ya kuweza kuyabonyeza hivi sasa ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa ndani ya Mashambo Media pamoja na Mashambo Digital. Shukrani sana kwa wale wote ambao tayari wamekwisha kuwa wana familia. Sasa kubwa zaidi ambalo tunaliangazia leo hii, tunaangalia sakata ambalo linafukuta ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na hili ni kuelekea katika mkutano wao mkuu wa mwaka ambao kesho Jumamosi utakwenda kufanyika tarehe 30. Sasa taarifa iko hivi. Baraza la michezo Tanzania yani BMT limejibu barua ya Simba na limewekea masharti kadhaa katika katiba kwamba ifanyiwe maboresho ya kutamka bayana kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club ndiye kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya klabu, na hivyo awe na mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu wa wanachama, kwa kuwa masuala yanayojadiliwa juu ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama na yategemei uamuzi wa uwekezaji wa kampuni. Lakini pia BMT wameendelea kusema kuwa mwenyekiti huyo ndiye ambaye anapaswa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited, kwa kuzingatia kuwa mwanachama kupitia klabu hiyo mwenye umiliki wa hisa nyingi, yani 51%. Hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni jinsi ambavyo zitakuwa zinaiongoza klabu hiyo ya Simba, ambapo pia Baraza la Michezo la Taifa Tanzania katika maboresho mengine pia katika katiba ya Simba Sports Club limeagiza baadhi ya vipengele kuweza kurekebishwa. Moja ya vipengele ambavyo vimeweza kutolewa maelekezo kwa ajili ya kuweza kurekebishwa ni matumizi ya neno mwekezaji, ambapo taarifa inasema kwamba ndani ya rasimu ya katiba na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji na iweke bayana kwa baraza wadhamini kwa niaba ya wanachama ndilo lililoingia mkataba na makubaliano yote ya wawekezaji. Marekebisho haya yanakusudia kuweza kupanua wigo wa uwekezaji wa kibiashara ndani ya klabu ya Simba, maendeleo ya klabu na ulinzi wa maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa Simba Sports Club. Kwa kifupi, ina maana kwamba mwekezaji hapaswi kuwa mmoja peke yake, wanapaswa kuanzia angalau watatu na kuendelea. Lakini pia baada ya tathmini ya uchambuzi ya kinifu kuhusu mchakato wa mabadiliko ya Simba Sports Club, ofisi pia mwanasheria mkuu wa serikali ilitoa ushauri ufuatao, moja kati ya mengi ambayo imetoa, ambapo miongoni mwa ushauri ambao imetoa, ofisi ya mwanasheria mkuu imebaini kuwa alama za biashara za huduma yani logo zisajiliwe na klabu ya Simba zina tofauti na alama logo inayotumika sasa. Inashauriwa muonekano wa alama mpya za klabu ya Simba isajiliwe ili kuepuka hatari ya alama hiyo kufanywa uharamia na watu wengine bila kupitia idhini ya klabu ya Simba. Hili linatokea kwa sasa, inaweza kuwa ngumu kupata nafuu za kimahakama kwa kuwa alama hizo hazijasajiliwa. Ofisi ya AG iliendelea kwa kusema kuwa alama zilizosajiliwa zilitakiwa kuziheshimiwa kabla ya tarehe 4 mwezi Novemba mwaka 2017, na inashauriwa kuwa alama hizo zihuishwe ili kuondokana na hatari ya kufuata kutoka katika rejista ya msajili wa alama za biashara na huduma yani BRELA kwa mujibu wa kanuni ya 54 na 55 ya kanuni za alama za biashara na huduma za mwaka 2000. Hiyo ni taarifa fupi tu kuhusiana na sakata linaloendelea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, issue nzima ya uwekezaji ndani ya kikosi hicho, ambapo ikumbuke kwamba Simba waliitisha taarifa ya mkutano wa mwaka ambao kesho utakwenda kufanyika. Sasa baadhi ya vipengele vikawa vinapitiwa na baadhi ya viongozi kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba wanaacha kujibu katika mkutano huo, na ndio vikazuka hivi jinsi ambavyo ilivyo. Sasa unaweza kuniandikia hapo katika comment, unafikiri Mangungu mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club anao uwezo wa kuweza kuiongoza Simba Sports Club na kuwa kama mdhamini mkuu, amsikilize Mohamed Dewji Kulamali Mo, yani amshushe Mo katika kile kiti chake? Kuna uwezekano huo? Unaweza pia kuniandikia maoni yako hapo kwa uzuri kabisa. Mimi nikushukuru sana ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia wa Mashambo Media pamoja na Mashambo Digital kwa kubonyeza tu maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako. Nikukumbushe sana, kama bado hujafanya hivyo,
unaweza kufanya hivyo, kwani kumbuka kwamba ukifanya hivyo utaweza kuwa wa kwanza kabisa kuwa unazipata zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa ndani ya Mashambo Media.